Akinasi mtoto wangu. Abe babu. Niletee Kevi. Kevi. Naam. Unaitwa na babu? Nakuja. Anakuja babu. Haya. Nimekuja babu. Haya, nimekuita hapa Kevi, lakini kabla sijaanza kuongea na wewe sikiliza hapa. Wakati mwingine wadanganywa hayataisha. Huko ndiko wengi wamepoteza muda wao, tulikoandaliwa mema mengi hayaishi. Usiyatazame ya ulimwengu, ni ya muda kitambo. Wakati mwingine wadanganywa hayataisha. Kevi mtoto wangu, sikiliza maneno haya. Kumcha Mungu, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu dharau hekima na adabu. Unanisikia mwanangu? Ndiyo babu. Nasikiliza kwa umakini maonyo haya leo kupa leo haya maonyo. Mwanangu, yasikiliza mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali, wakisema haya, njoo pamoja nasi na tuvisie ili kumwaga damu, tumotea asiye na hatia bila sababu, wameze hai kama kuzimu na wazima kama wao washukao shimoni. Tutapata mali yote ya thamani, tutatijaza nyumba zetu mateka. Wewe utashirikiana nasi, tutakuwa na vitu vyote shirika. Mwanangu na mjukuu wangu Kevi, wewe usikubali. Unanisikia? Ndiyo babu. Akinasi. Abe babu. Yasikiliza kwa umakini mafundisho haya. Mwanangu, sente njiani pamoja nao, usiwe mkuu wako sente katika mapito yao, maana miguu yao huenda mbio maovuni, nao hufanya haraka ili kumwaga damu. Kwa kuwa mtego hutegwa bure mbele ya macho ya ndege yoyote, na hao hujiotea damu yao wenyewe, hujinyemelea nafsi zao wenyewe. Ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali, huondoa uhai wao walionayo hiyo mali. Wanangu, hakikisheni ya kwamba katika dunia hii sije mkamwaga damu ya watu mkaua kwa sababu ya mali. Unanisikia Kevi? Ndiyo babu. Unanisikia Akinesi? Ndiyo babu. Sasa kama mmenisikia, fungeni macho yenu tuombe. Mungu wetu ketie juu mbinguni, asante kwa maarifa na hekima hizi ambazo umetufunulia, hekima ambazo zinakosekana miongoni mwa watu wa sasa wajiitao wenye hekima katika ulimwengu, lakini una uwezo wa kuyafunua katika watoto wadogo na watu ambao hawana uwezo wa kusimama mbele ya watu wanaojiita wenye hekima hapa duniani. Lakini sasa Mungu, hekima hii ikae na watoto hawa, wajalie na wazazi wengine wakae na hekima ya Mungu. Neno lako ndio hekima na ndio mafundisho na njia ya haki. Katika hiyo hatutapotoka wala kuua kwa sababu ya tamaa za mali. Asante kwa kuwa Mungu wewe ni mwaminifu. Tumeomba katika jina la Yesu. Amina. 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 Basi mwende mkalale. Endeni mkalale. Naam. Penzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani, hii ni sauti ya matumaini katika siku hii ya leo. Nami ni msimuliaji wako, ninaitwa William Chazi. Nimekuletea makala ambayo inasema hekima za wenye akili, akili za wenye akili. Hizi ni akili zilizokosekana katika dunia hii, katika ulimwengu huu wa sasa, miongoni mwa wazazi wenye hekima na watu na viongozi wenye hekima, lakini pia hata watu wengine wanaojiita wenye hekima duniani hapa na wenye akili wanakosa hekima na akili kama hizi. Zinapatikana kwa Mungu peke yake. Tumainie Mungu,
Mungu ndio mwenye mafunuo na hekima kama hizi. Siku hii ya leo nimeshirikiana na wenzangu. Mimi kama nilivyojitambulisha naitwa William Charles. Nimeshirikiana na mwenzangu ni Agnes Maulidi. na mwingine ni Kevin Charles. Asante sana katika siku ya leo. Hekima ya Bwana iwe pamoja nawe, uwe mwenye hekima na akili za mwenye akili. Mungu akubariki sana. Tulikoandaliwa mema mengi hayaishi. Tulikoandaliwa mema mengi hayaishi. Tulikoandaliwa mema mengi hayaishi.